Tumaini TV. Ninakuomba kila anayesikiliza maombi haya na kuyapokea yakafanyike baraka kwake. Amen. Ndugu mpendwa msikilizaji, tuanze ibada hii ya maombi na maombezi katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutatanguliwa na neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha nabii Yeremia 33 mstari ule wa kwanza hadi wa 3, na neno la Mungu linasomeka hivi: tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa akali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliambiaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ndugu mpendwa, ninaomba neno hili linaonyesha namna ambavyo Yeremia alipokuwa amefungwa katika ule uwanda, akijiwa na neno la Mungu kwa mara ya pili kumwambia juu ya habari ya hatima ya maisha yake. Na wewe ninakuomba ufuatane pamoja nami kupitia channel hii, ukiwa upo katika vifungo mbalimbali vinavyokusumbua, ukiwa unasumbuliwa na ugonjwa, upo kwenye gari la safari, lakini unasumbuliwa katika mambo ya uchumi, unasumbuliwa katika ndoa yako, unasumbuliwa katika eneo lako la kazi. Yawezekana kwamba wewe ni mke au mume, uchumba wako unaharibika kila ukichumbia, na ukichumbiwa mambo hayafiki mwafaka. Nataka niombe pamoja nawe mchana huu. Fuatana pamoja nami katika maombi haya kwa muda ambao nitatumia kuomba kwa ajili yako, ili Mungu achilie neema na baraka kwa ajili yako kupitia kitabu hiki cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 3. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, ninaomba kwa ajili ya yule anayekufuatilia na kusikiliza kupitia channel hii. Ninakuomba Mungu uliye mtakatifu, kama ulivyomfuatilia Yeremia akiwa amefungwa katika uwanda ule, na kuna watu ambao wanatufuatilia wamefungwa Bwana katika shughuli za kiuchumi, wengine wamefungwa katika shughuli Bwana za maisha ya kila siku, wengine wamefungwa kwenye ndoa, wengine wamefungwa kwenye safari zao, wamefungwa kwenye maeneo mbalimbali. Ninaomba kwa damu ya Yesu Kristo akapate kufunguliwa Bwana. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, popote anaponisikia duniani kote, ninaomba maombi haya yakafanyike kuwa baraka sana kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Ninaomba yule aliyefungwa katika eneo la uchumba akafunguliwe na kuwekwa huru, akafunguliwe na kuweka huru kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ile damu ya Yesu inayonena mema ikafanyike kuwa uzima kwa ajili ya biashara yake, ikafanyike kuwa uzima katika safari yake, ikafanyike kuwa uzima katika taasisi yake ambayo imekosa kibali. Mungu, ninaomba kwa ajili yake, damu ya Yesu inayonena mema ikanene mema kwa ajili yake. Ninakemea kila nguvu za uchawi, nguvu za mapepo, nguvu za misimu na kila nguvu ya giza inayomfuatilia na kumteka, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, nenda kamsaidie Bwana, katika jina la Yesu Kristo. I pray in the blood of Jesus. I pray in the Holy Spirit. Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, fanya njia mahali pasipokuwa na njia kwa ajili yake Bwana. Amekaa mahali fulani hayaoni majibu, ninaomba akapate majibu kwa ajili yake, akapate majibu kupitia maombi haya, akapate majibu kupitia channel hii Bwana. Roho Mtakatifu, ninaomba miungu ya kifamilia ambayo imemfunga, ninaomba Bwana, kila mapepo na mizimu ya kiukoo iliyofunga biashara yake, iliyofunga ndoa yake Bwana, akapate kufunguliwa kwa damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kama ulivyomfungua Bwana Musa katika uhitaji wake kupitia kile kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 23. Uliondoa mkono wako, Musa akaona uwepo wako, Musa akaziona nguvu zako. Na ninakuomba Mungu, nisaidie huyu msikilizaji kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, azione baraka kwenye maisha yake, aone mema kwenye maisha yake Bwana, aone kufunguliwa Bwana, lile
biashara ambalo limefungwa, ninatangaza kufunguliwa kwa damu ya Yesu. Ninatangaza kufunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaachilia nguvu na mamlaka yako Bwana, ipite kwa ajili yake Bwana, ipite kwa ajili yake, akafunguliwa na kuwekwa huru Bwana, asipate madhara yoyote, bali akakutane na neema yako, akakutane na nguvu zako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila walinzi waliomfunga na kumzuia Bwana, neema na baraka, neema na kibali chako Bwana kikamfungue na kumweka huru katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haya maombi ya mchana uwe Bwana yakafanyike kuwa baraka kwa ajili yake, yakafanyike kuwa baraka msikilizaji Bwana, yakafanyike baraka kwa ajili ya kila msikilizaji duniani kote wanaonitazama na kunisikiliza, wanaonifuatilia Bwana kupitia channel hii ya KKT Bwana, Luganga Online TV Bwana, ninaomba Bwana ikafanyike kuwa baraka kwa ajili ya watu wanaofuatilia, kwa ajili ya watu wanaotusikiliza Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Shughuli zake za ufugaji Bwana zikafunguliwa na kupata neema na baraka mbele za uso wako Bwana. Kila miungu ya kila maeneo Bwana, kila mapepo ya kila aina Bwana, kila mizimu na kila roho za majini zikaachilie Bwana, zilizotawala kwenye maisha ya mpendwa huyu anayotufuatilia na kutusikiliza. Ninakemea na kukataa, ninakemea na kukataa, akafunguliwe kwa damu ya Yesu Kristo, akafunguliwe kwa nguvu na mamlaka yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, na biashara yake ikaendelee kukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Biashara yake ikakue na kuongezeka Bwana. Bwana, ninakuomba taasisi yake ikakue na kuongezeka Bwana. Kila miungu iliyofunga, kila mapepo yaliyofunga yakapate kuondoka. Ninakemea kwa jina la Yesu, na walinzi wa kipepo waliowekwa kiuhalali ninawafukuza na kuamuru kwa damu ya Yesu Kristo wakapate kuachilia Bwana, wakapate kuachilia kwenye maeneo hayo, kwenye maeneo hayo. Ninaomba Bwana kupitia msalaba wako Bwana, kupitia msalaba wako na hii madhabahu yako ya KKT Bwana, mtaa wa Luganga Bwana, ninakuomba ikafanyike kuwa baraka kwa ajili yao, ikafanyike kuwa baraka kwa ajili yao. Ninaomba kupitia madhabahu hii, ninaomba kupitia madhabahu hii ikawafungue na kuwaweka watu huru huko walipo Bwana, popote alipo Bwana. Ninaomba neema na baraka zikafuatane pamoja naye. Eneo la biashara likafunguliwe na kuwa huru Bwana, ndoa yake ikafunguliwe Bwana, iliyo na mateso kwenye ndoa yake ikapate kufunguliwa, ikapate kumwachia katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Taasisi yake Bwana au shirika lake Bwana linalofaa ambalo haliendi, limeendelea kufungwa, limeendelea kugubaa, kila vifungo na kila walinzi wa kipepo ninawakemea na kuamuru wakapate kuachia kwa damu ya Yesu Kristo. Kila nguvu ya kifamilia ninaikemea kwa jina la Yesu, ninaikemea kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakemea na kuharibu kila roho za kiwajeni, kila roho za mapepo zikaachilie kwa damu ya Yesu Kristo. Kila giza ambalo limefunga biashara, kila giza ambalo limefunga taasisi yake isipate kibali, nami naiombea hiyo taasisi, nami naiombea hiyo taasisi, naliombea hilo shirika likapate kufunguliwa, hayo maduka yakapate kufunguliwa katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ninakuomba ukapate kujifunua, ukapate kujifunua, ukapate kutenda miujiza kwa ajili yake Bwana, akapokea ushuhuda Bwana anapojipatanisha na haya maombi, akapokea ushuhuda mpya kwa ajili ya taasisi yake, kwa ajili ya nyumba yake, kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya shirika lake, kwa ajili ya eneo lake la neno la kiutawala. Bwana, ninaomba kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakuomba Bwana, madhabahu ikafanyike kuwa neema na baraka kwa ajili yake. Ninaomba maombi haya yakafanyike baraka kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
napokea baraka za Bwana hapo hapo ulipo. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Kupitia madhabahu hii na maombi haya, baraka za Mungu zikawe pamoja na wewe, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.